Mungu. Nadhani neno patana linafanyika, si ndio jamani? Linafanyaje? Na iko nguvu ya kupatana. Yaani iko nguvu ya kupatana. Biblia inasema katika kitabu cha 3:3, je, watu wawili wanaweza kutembea njia moja wasipokuwa wamepatana? Ni swali, manake haiwezekani, si ndio? Lakini mimi nina ushahidi. Watu wanaweza kufanya maombi pamoja na waliopatana. Ni kweli, sio kweli? Sasa kuna Mungu. Watu wanaweza kuishi pamoja kwa sababu ya uzee tu, lakini hawajapatana. Hapo kuna maisha? Kinachowafanya waishi pamoja ni ile hali jamii itatuona namna gani. Kwa hiyo, je, watu wawili wanaweza kutembea njia moja wasipokuwa wamepatana? Inawezekana? Yaani mkatembea mkaanza kuongea, unajua jamani, hapa hizo siku, unajua jamani, kazi zinaendelea. Hamwezi kuzungumza. Mungu aliona mbali. Aliona kwamba kumbe kuna kupatana, kuna nguvu. Kuna nini? Na ili mtoe matokeo ya kitu mnachokifanya, lazima mpatane. Bisa? Ili mtoe nini? Matokeo, lazima mpatane. Naomba urudi nyuma kwenye maisha yako. Kama hujapatana na mtu, mnaweza kupanga maendeleo? Kwa nini hamwezi kupanga maendeleo? Kwa sababu hakuna mapatano, si ndio? Maanake kumbe ukipatana na Mungu, maanake unaendelea. Unaweza kwa nini? Jamani mwenzako, upo. Leo siwafundishi vitu vigumu sana. Leo tupo kanisani tunajifunza habari njema. Sio kama Jumapili. Leo ni Jumatano. Sawa? Kwa Amos 3 nasema kwamba je, watu wawili wanaweza kutembea njia moja wasipokuwa wamepatana? Sasa mimi nikajiuliza, je, watu wanaweza kuhubiri pamoja wasipokuwa wamepatana? Watu wanaweza kuishi pamoja wasipokuwa wamepatana? Na mapatano mara nyingi watu wanakuwa wanayafanya kwa miemuko. Kwa nini? Au bila kujikita kwa undani zaidi. Wanapatana kwa sababu ya njaa inayoendelea. Yako mapatano ambayo watu walipatana kwa sababu ya njaa. Kwa njaa ikaingiza kwenye mapatano, lakini walipoteza kupata matokeo ya mapatano. Kuna kitu kimoja natakiwa ujiulize. Katika maisha yako, katika kuwa yamkini mlipatana na mtu kufanya kitu fulani pamoja, lakini kadiri ulivyozidi kukua ukaona hapana, si ndio? Kwa nini? Maana umekuwa na uwezo wa kuchunguza na kufuatilia kwamba hiki kitu hapana. Sasa ngoja nikufundishe kitu. Usiwe mwepesi kupatana. Umesemaje? Usiwe mwepesi sana. Hata kama unalala njaa, usipatane na mtu haraka. Kwa sababu mapatano ni maagano, ni kitu ambacho kinaingia kwenye maisha ya mtu, kinataka matokeo. Halo. Bwana Yesu. Kwa hiyo
na Mungu. Ye Mungu yupo ili watu warudi wapatane naye. Umenisikia? Yeye Mungu yupo ili watu warudi wapatane naye. Unataka umeingia mkataba na nani? Kwa sababu takufundisha kwa mbele, nguvu ya mapatano huzaa mauti. Nguvu ni huzaa nini? Kwa mfano, mtu ni mchawi, wamepatana kuna mambo yao ya kichawi, si ndio? Kwamba nitamtoa fulani, huyo mtu ameshindikana kutoka, anakufa nani? Sasa wewe unaweza mauti. Kwa swala la mapatano sio jambo dogo, sio jambo dogo. Watu walipatana ili kukuharibu, watu walipatana ili kukuumiza. Hakuna jambo lolote linafanyika watu bila kupatana. Alipo mpaka wapatane, liwe baya liwe zuri, lazima kwanza wapatane. Mnasikia vizuri? Liwe zuri au baya, kwanza lazima wapatane. Sasa leo ukija kwenye maombi unasema, Mungu, wote waliopatana dhidi yangu kuharibu maisha yangu, familia yangu, ninawaharibu wenyewe, mapatano yao yawarudie. Mkiwa mnaomba hii, mtaona matokeo makubwa sana kwenye afya zenu, kwenye maisha yenu. Nyie shida yenu sinawafundisha nyie amfani. Sikiliza, Biblia inasema kitabu cha Ezekiel 11 mstari wa kwanza na kuendelea. Bwana akasema, akanichukua katika roho, akanipeleka mpaka mji, nikakuta watu ambao wamepatana kuharibu nchi au kutunga uovu kwa ajili ya mabaya. Sikiliza, ukiweza kuharibu waliopatana ili kukuharibu, umeshinda. Nasemaje? Unaingia kwenye maombi, unaambia Mungu, waliopatana kwenye ulimwengu wa roho kuniharibu, ninawaharibu katika jina, ninawavunja, ninawateketeza. Waliopatana kuharibu mtoto wangu, waliopatana kuharibu biashara yangu, waliopatana kuharibu maisha yangu, waliopatana katika ulimwengu wa roho na mwili, Mungu wa mbingu na nchi, ninasimama leo kwa mamlaka yako, ninaharibu. Sikiza, hakuna uharibifu roho mkuta mtu kama hakuna watu wamepatana. Kama si kupatana mtu na mtu, bali huyo mtu amepatana na shetani. Yanaingia. Kwa hiyo usichukulie kitu rahisi tu kupatana, wamepatana. Haya sio kitu rahisi. Mko tayari kufanya maombi leo? Mko tayari? Mimi nawafundisha kidogo, alafu tunaomba sana. Kwa hiyo umeanza kujua nguvu ya kupatana. Waliopatana dhidi yako kukuharibu, wewe ukaanza kulia kwa ajili wamepatana wa kuharibu, maana yake wewe unapoteza ushindi. Unapoteza nini? Ukishapoteza ushindi, anashinda aliyekuwa anakuharibu. Anashinda aliyekuwa anaharibu watoto wako. Anashinda aliyekuwa anaharibu biashara yako. Maana yake wewe unakosa nguvu ya kiutawala na kumiliki, maana umeshaharibiwa. Sasa na wewe ukiingia kwenye maombi, Mungu nakuja mbele zako. Sikiliza, hapa duniani tuna vitu viwili tu, kuna amani katika roho na vita katika roho. Kwa nataka waliopatana wastawi, wewe uharibiwe. Na wewe unakubali? Waliopatana kukuharibu wakaharibiwe wao katika jina la Yesu. Amina. Haya maombi mkiyaomba haya, mimi nahakikishia mnashinda asubuhi. Naomba niwaambie kitu kimoja. Adui yako anakuwa na nguvu kama hujasimama kwenye nafasi yako. Ndio anapata nguvu. Ila ukisimama kwenye nafasi yako, ashinde na dakika moja. Na anampa
ushindi adui yako ni wewe mwenyewe. Maana umeshindwa kusimama. Halo. Yesu na asifiwe. Jamani mpulike. Watu wamepatana kwa kuharibu, wewe unajifungia na unaanza kulia. Ya Kristo nyewe mna matatizo. Watu wamepatana kwa kuharibu, wewe unajifungia ndani unaanza kulia. Alafu ukilia hakuna mtu anafurahia ushindi wako, ila ni Yesu peke yake kwanza. Uko tayari kupatana na Mungu? Maana alisema atatangulia mbele yako, atavunja malango nini? Chuma. Atafanya njia pasipokuwa nini? Na yeye Yesu anasema mimi ndimi njia kwenda nini? Na uzima. Kwa kimsingi lazima tukubali. Injili haiendi na mitazamo. Injili inaenda na kanuni. Aenda nini? Na mitazamo. Matendo ya Mitume. Nguvu ya mapatano inaweza kusababisha mauti. 5:9. Ukianzia huku juu unaweza kuona vizuri. Inasema lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye alikuja akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako ukamwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako haikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako, ukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu? Zingatia mstari wa 5. Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote waliosikia haya. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda, wakamchukua nje wakamzika. Hata muda wa saa 3 baadaye mkewe akaingia, naye hana habari ya hayo yaliyotokea. Can you imagine? Yaani mtu anaondoka, wanazika, alafu anakuja vingine. Hapo vipi? Nataka nikufundishe nguvu ya mapatano, usipatane kitu haraka. Petro akamjibu, niambie, mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema ndio, kwa thamani hiyo. Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu? Unaona? Mwaje? Kwa nguvu ya kupatana sio kitu kidogo. Watu wanaweza kupatana kukufitini. Kufanyaje? Kuifitini kampuni yako, kufitini biashara yako, kufitini huduma yako. Na mnakula nao, na mnaishi nao, na mnatumika pamoja. Sio mepesi sana. Mimi nakufundisha mambo ya kiroho. Mkapatana kumjaribu roho kwa Bwana. Angalia miguu yao waliomzika mmeo ipo milangoni, na watakuchukua nje wewe nawe. Naona? Kwa hiyo kumbe ukipatana na mtu, ukipatana na Mungu sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa. Mapatano, mwambie mwenzako mapatano. Na watu wakienda kukushtaki, hawakushtaki nje ya mapatano, wanakushtaki ndani ya mapatano.
Ni kweli? Heshimu sana na ujue jinsi ya kuingia kwa mapatano.